Habari na karibu kwenye Revealing Revelation, kituo cha unabii wa Biblia ambacho kinafika kwenye kiini cha mafumbo ya unabii. Jina langu ni Alan Dumbre, na usisahau, kama umepata kitu kutoka kwenye mafundisho haya, kumbuka kupenda, kushiriki na kujiandikisha. Na kwa kusema hivyo, tuna somo zuri sana hapa leo kwa ajili yako. Nianze kwa kukukumbusha kidogo kuhusu 2 wa Korinto sura ya 12. Kama wewe ni mgeni, na kushauri urudi kwenye mafundisho yaliyopita, lakini nitakukumbusha hapa haraka. Lakini kuna kipindi cha miaka 14 na muda mfupi unaoitwa hapo juu. Inaonyesha kwamba pre-trib, mid-trib na post-trib zote ni kweli, na imefunuliwa katika mafumbo ya Luka, Marko, Mathayo. Sote tumefundishwa kutoka kwenye Injili ya Mathayo, kwa hiyo tumekosa umuhimu wa Marko na Luka. Na mwisho wa siku ni Luka kabla ya Marko, katikati ya chapisho la Mathayo, na inachezwa kwa kipindi cha siku 50 na miaka 14. Sasa kwa nini ninataja hili? Kwa nini nataka kurudia hili kwako? Kwa sababu kumbuka, mwisho wa siku ni seti 2 za miaka 77 ya mihuri na miaka 7 ya tarumbeta, pamoja na kipindi kifupi cha muda kinachoitwa hapo juu, kinachokuja kwanza. Sasa kama umeenda kwenye Mambo ya Walawi sura ya 16, sura ya 23, utajua kwamba Mambo ya Walawi 23 inatupa sikukuu hizi 7 za Bwana, sawa, kama vile vinara 7 vya mshumaa wa menora. Lakini katika Kumbukumbu la Torati 16 kuna sikukuu 3 za Bwana, ambapo wanaume hawaruhusiwi kuja mbele za Bwana mikono mitupu. Na sikukuu hizi 3 ni sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo ni Pasaka, ambayo huchukua siku 7. Ya pili ni sikukuu ya majua, na sikukuu ya majuma ni sherehe ya siku 1. Na kisha mtakuwa na sikukuu ya vibanda, ambayo ni siku 7 zingine. Sasa labda tayari unatambua kwa nini nilikuonesha hili. Miaka 14, miaka 7 ya mihuri, miaka 7 ya tarumbeta. Na hiyo ni kwa sababu zinawakilisha miaka 7 ya kwanza ya mihuri. Ni mfano aina ya kinabii ya siku 7 za mikate isiyotiwa chachu. Kumbuka, unabii siku zinaweza kuwa miaka inaweza kuwa siku. Na sikukuu ya vibanda ni siku 7, kama vile miaka 7 ya tarumbeta. Na nitakuonyesha jinsi zinavyogawanyika, lakini utagundua kitu. Kwa nini sikukuu ya majuma iko katikati? Ihali ni miaka 7 ya mihuri na miaka 7 ya tarumbeta. Je, haipasi kuwa mikate isiyotiwa chachu, kisha sikukuu ya majuma, halafu vibanda? Na hiyo ni sehemu ya fundo. Fumbo ni kwamba sikukuu ya kati, sikukuu ya majuma, itaadhimishwa kwanza, kabla ya siku 7 za mikate isiyotiwa chachu, ambayo ni miaka 7 ya mihuri. Nami nitakuthibitishia yote yanatoka kwa ndugu yetu katika Kristo, Henoko. Katika sura ya Waebrania 11, na nisipotaja sura niliyomo, angalia tu kulia. Katika Waebrania 11 sura ya 5, katika Waebrania 11 mstari wa 5 na 6 tunasoma kwa imani, Henoko alihamishwa ili asione mauti, na hakuonekana tena kwa sababu Mungu alikuwa amemhamisha. Kwa maana kabla ya kuhamishwa kwake alikuwa na ushuhuda huu kwamba alimridhisha Mungu, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana yeye amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Sasa ni akina nani wanaomtafuta Bwana kwa bidii? Ni wale walio ndani ya Kristo. Hujambo, ni wale ambao Warumi sura ya 1 inatuambia kuhusu wao, walio ndani ya Kristo, wamejazwa na Roho. Hawa ndio wanaokwenda kwenye unyakuo kabla ya dhiki, kama vile unyakuo, wanaokwenda mbingu ya 3. Na wanaenda mwanzoni mwa siku zile 50 katika kile kinachoitwa juu. Sasa nawezaje kukuthibitishia hii? Basi pia tunaona katika Mwanzo 5 kwamba Henoko alihamishwa na Mungu, sawa, katika mstari wa 23 na 24. Na siku zote za Henoko zilikuwa miaka 365. Na Henoko alitembea na Mungu, naye hakuonekana tena kwa sababu Mungu alimchukua. Basi Henoko alichukuliwa. Biblia haisemi waziwazi, lakini kizazi baada ya kizazi, maelfu ya miaka ya Wayahudi wakipitisha historia yao, tunajua ni lini alichukuliwa. Sawa, inasema hivi, ingawa Biblia haisemi moja kwa moja kwamba Henoko alichukuliwa kwenye sikukuu ya majuma, mapokeo ya Kiyahudi yanasema kwamba alizaliwa na kuchukuliwa na Mungu, akahamishwa siku ya Shavuot. Unaweza kusoma makala kwenye tovuti mbalimbali zinazoonyesha haya yote na kuonyesha historia ya jambo hili kupitishwa kizazi hadi kizazi, kwamba Henoko alichukuliwa kwenye sikukuu ya majuma, na inasema kwamba mapokeo haya yanadokeza kwamba kuondolewa kwa Henoko kulikuwa kivuli cha unyakuo wa kanisa. Unaona Henoko, na watu wengi wamefundisha kuhusu hili kwa miaka mingi.
kwamba Henoko ni mfano wa kinabii wa mtu wa kwanza kabisa aliyewahi kutoweka akahamishwa na Mungu. Hakuona mauti kama vile bibi harusi wa Kristo kabla ya dhiki kuu, lakini namaanisha, sawa, hilo ni sawa, lakini hilo haelezi jinsi ilivyo sikukuu ya kati na jinsi inavyopaswa kuadhimishwa kabla. Mkate usiotiwa chachu. Kwa hiyo na siku 7 za mkate usiotiwa chachu na siku 7 za vibanda, zikionyesha miaka 7 ya mihuri na miaka 7 ya tarumbeta. Sasa shikilia vizuri, kwa sababu tuna fumbo hili lililotolewa kwetu katika Yohana sura ya 4, ambalo amana yake mitume na wanafunzi walikuwa wakijikuna vichwa wakilia hewa. Kwa kweli, ukisoma Yohana sura ya 4 na ukaenda kwenye Mwanzo, utasoma kuhusu Rebeka, sivyo? Mwanamke kisimani. Utasoma pia kuhusu Yakobo pamoja na Lea na Raheli, unajua, wakiwa kisimani. Na kisha tukitumikia kipindi cha muda, ni hadithi ile ile ya picha tunayopewa katika Yohana sura ya 4. Lakini sikiliza fumbo hili la ajabu ambalo lazima liliwacha mitume na wanafunzi wakikuna vichwa vyao. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa kwa ajili ya unabii, ilikuwa kwa ajili ya wakati wa mwisho. Anasema katika mstari wa 35, nasema msiseme bado miezi 4 ndipo mavuno yanakuja. Kwa hivyo anawaambia, jamani, najua kwamba baada ya miezi 4 kutoka sasa ni mavuno, na anazungumzia mavuno ya ngano. Kwa hiyo ungetarajia wangejibu, ndiyo tunajua Bwana, yatakuja mwezi wa 3, singa mwezi wa Sivan ni wakati wa mavuno ya ndama. Ndiyo tunafahamu. Lakini Yesu anasema nini basi? Tazama, nawaambia, inueni macho yenu mkayatazame mashamba, ya kuwa yamekwisha kuwa meupe kwa ajili ya mavuno. Naam, lazima walikuwa kama. Lakini hiyo si ngano wana. Unazungumzia nini? Acha nikuonyeshe anachozungumzia. Unaona, Wayahudi oda sikukuu ya wiki Shavuot hapa, sawa, ni kama hapa, lakini kinachotokea ni kama ukirudi nyuma miezi 4. Angalia kinachotokea: Ayar, Nisan, Adari, Shabat. Sasa nini kitatokea? Ni nini hiki katika mwezi wa Shabat? Ni miezi 4 mapema. Na unajua miezi 4 mapema ni sawa na nini? Ni sawa na siku 50 kamili kabla ya Nisani kwanza na mwanzo wa seti ya kwanza ya miaka 7. Nina ni siku 50 kamili, kama vile ufunuo yaliyo hapo juu ulivyo siku 50. Siku 50 kabla ya miaka 14. Alitupa fumbo hili kwamba miezi 4 mapema ingetupa sawa na siku 50 zilizotangulia. Lakini unajua ni mimi kingine alichokuwa kituambia? Unajua alikuwa akiwaambia nini hasa? Mashamba yanawezaje kuwa meupe tayari kwa mavuno? Alikuwa akiwaambia kwa sababu ulikuwa wakati wa mwaka mpya wa miti. Walikuwa wanaangalia mashamba na maua ya mlozi, ambayo ni mti wa kwanza kuchanua, kuashiria kwamba masika inakaribia. Maua ya miti ya mlozi yalikuwa yanachanua na yanaanza kudondoka chini, na yanapodondoka ardhi inakuwa nyeupe na kusunikwa. Na anawaambia, unaona, mnafikiria kwamba mavuno ya ngano, anawaambia, mnafikiria mavuno ya ngano yataanza baada ya miezi 4. Ninawaambia, angalia, ni sasa miezi 4 mapema tayari iko tayari. Na mnajua kwa nini? Kwa sababu mlozi unawakilisha wale wanaotazama, wale wanaosali, wale wanaotafuta kwa bidii na kuchunguza. Ni wakati wa maua ya mlozi na weupe wanaoleta wanapoanguka chini. Ni ajabu kabisa unapolielewa. Kwa hiyo tunaona nini hapa? Kwa kweli unaona hiyo. Sikukuu ya kati inaadhimishwa katika nafasi ya kwanza kabla ya sikukuu ya kwanza ambayo iko katika nafasi ya pili, ambayo ni miaka 7 kama siku za mihuri, na kisha sikukuu ya tatu ambayo inabaki ya 3, ambayo ni siku 7 kama miaka 7 ya mihuri. Hukumu za tarumbeta ni kama jukwaa. Sawa, lini tunapoona jukwaa, kwa nini kila mtu hafikii nafasi ya kwanza, ya pili, ya 3? Kwa nini ya kwanza iko katikati? Ni picha ile ile tutapata. Ni sikukuu ya majuma kwanza, halafu siku 7 za mikate isiyotiwa chachu na siku 7 za vibanda. Unaona, nafasi ya kwanza miaka 7 ya mihuri, miaka 7 ya tarumbeta. Wacha nikuthibitishie sasa, mwishoni mwa siku, unaona mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri, ambao ni mwisho wa muhuri wa 6. Na Bwana anaonekana akija kwa namna ambayo dunia inatishika kabisa. Na tunaona katika Ufunuo 6:16 inasema, miamba na milima tuangukieni na kutuficha kutoka kwa uso wake, yeye aketie juu ya kiti cha enzi, na kutoka kwa ghadhabu ya mwanakondoo, kwa maana sikukuu ya ghadhabu yake imekuja, na ni nani atakayeweza kusimama? Unaona,
Huu ni ujio wake mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri. Halafu nini kinatokea? Kisha una picha yake hapa katika Marko sura ya 13, wakati wa kuja kwa mwana wa Adamu. Iko wapi? Katika Marko sura ya 16, katika Marko sura ya 13 mstari wa 26 tunaona ishara ya kuja kwa mwana wa Adamu katika mawingu, na kweli inamaanisha katika mawingu, na anakuja wakati siku hiyo, saa ambayo hakuna mtu anayejua vizuri. Kama unaelewa jinsi hii inavyoendelea, hii hapa miaka yako 6 ya mihuri, na yeye akija siku hiyo kwa saa, hakuna anayejua ni sikukuu gani ya tarumbeta. Na nini kitatokea ni kwamba kuna mwaka wa 7 wa mihuri. Na nini kitatokea sasa katika mwaka wa 7 wa mihuri? Tazama hili. Ufunuo sura ya 7 ni umati mkubwa ambao hakuna mtu awezaye kuhesabu. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu katika Kumbukumbu la Torati 16, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo ni sikukuu ya siku 7 inayoitwa mkate wa mateso, si siku 7 mfululizo tu. Kwa kweli ni siku 6 utakula mikate isiyotiwa chachu, na siku ya 7 itakuwa kusanyiko kuu. Kwa hiyo ni siku 6 na ya 7 ni kusanyiko kuu. Mwisho wa siku ni miaka 6 ya mihuri. Alafu katika mwaka wa 7 ni kusanyiko kuu, umati mkubwa wa katikati ya dhiki. Unaona jinsi hiyo inavyofanya kazi. Sasa unajua kwamba sikukuu ya vibanda haifanyiki kwa namna hiyo. Tazama hii, hata mwisho wa siku tuna miaka 7 ya hukumu za tarumbeta ambazo zinaanza katika Ufunuo sura ya 8 na zinaisha katika Ufunuo sura ya 11 mstari wa 15. Inasema hivi: na malaika wa 7 akapiga tarumbeta, na kukawa na sauti kubwa mbinguni zikisema, ufalme wa dunia hii umekuwa wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atatawala milele. Sawa, lakini sasa pia ni wakati wa ghadhabu yake Mungu Mwenyezi, ambayo ni kukanyagwa kwa zabibu, kama unavyoona katika Mathayo 24. Huu ndio wakati Bwana anakuja hapa kwenye mstari wa 30. Ni ishara ya mwana wa Adamu akija mawinguni. Lakini hili halipo. Ukienda kwenye konkordansi ya Strong katika Mathayo, hili ndilo neno juu, ndilo pekee lililo juu, kwa sababu huyu ndiye anayekuja juu ya mawingo. Wakati anakuja nini? Kwa sauti ya tarumbeta kubwa, ambayo ni tarumbeta ya mwisho, tarumbeta ya 7. Na anakuja pia siku na saa, hakuna anayejua. Kwa hivyo nini kitatokea? Sasa una miaka 6 ya hukumu za tarumbeta, na miguu yake ikirudi chini kwenye mlima wa Mizeituni. Siku na saa hakuna anayejua. Ni ipi inaondoka mwaka wa 7 wa tarumbeta, au kama siku 7 za vibanda, ambao ni mwaka wa 14 wa dhiki. Na katika picha kubwa ni mwaka wa 49 wa mzunguko wa Yubilei. Unajua, Matthews ndiye pekee anayesema ingekuwa kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu wakati wa kuja kwa Bwana. Hakuna anayejua kuhusu siku na saa. Unajua ni kwa nini hivyo? Kwa sababu siku za Nuhu katika Mwanzo 7 zilianza mwezi wa pili, siku ya 17. Na katika Mwanzo sura ya 8 mstari wa 14 iliisha mwezi wa pili, siku ya 27 ya mwezi. Ni mwaka mmoja na siku 10. Na hiyo ni kwa sababu katika mwaka wa 49 wa mzunguko wa miaka 7 mara 7 wa hesabu ya Yubile, ni mwaka wa 49 pekee ambao una siku 10 za ziada, ili tarumbeta itokee siku ya upatanisho. Ambayo ina maana gani? Bwana analeta hukumu ya siku za Nuhu wakati wa mwaka ule wa 14 wa mwisho, wakati wa mwaka wa 7 wa sikukuu ya vibanda, jambo ambalo linafaa kabisa kwa siku ya upatanisho, kwa sababu siku 7 za sikukuu ya vibanda hazigawanywi kama 6 halafu ya 7. Ni siku 7 kamili za vibanda, kama vile miaka 7 kamili ya hukumu za tarumbeta. Lakini mkutano mkuu wa heshima ni lini? Sikukuu ya vibanda haifanyiki katika zile siku 7, bali ni katika siku ya 8 ambapo kuna mkutano mkuu wa heshima. Na hiyo ni kwa sababu wale waliokimbilia mbali kwa mabawa ya tai kwa muda, nyakati na nusu ya wakati, kama ilivyoandikwa katika Ufunuo 12 mstari wa 14, watatunzwa hadi ule mwaka wa 7 wa mwisho utakapomalizika, na Bwana ataleta maangamizi. Kisha atawakusanya tena katika siku ya 8 ya mkutano mkuu wa heshima, ambayo inawakilisha Yubilei. Naomba hili likubaniki. Kwa sasa, kwaheri.